Sawa, sasa update ya mahakamani. Leo ni siku ya pili mwenyekiti wa Chama Taifa Mheshimiwa Lissu anaendelea na zoezi lake la kuuliza maswali ya kumdodosa shahidi wa Jamhuri aliyekuja jana. Kwa maneno mengine, mwenyekiti bado anashughulika na shahidi wa kwanza wa Jamhuri. Huenda tamaliza kesho au huenda simalize kesho. Kwa hiyo status ya leo kwa maana ya kesi nayo mkabili mwenyekiti wa Chama Taifa, leo tumeendelea tu na hali ile ya kumuuliza maswali, na amefanya kazi hiyo kama mlivyoona tangia asubuhi na mpaka jioni. Kwenu ninyi mliokuwepo mahakamani na kwa Watanzania ambao hawajapata fursa ya kuja na wengine wako ndani ya nchi au wengine wako nje ya nchi. Zoezi la leo ilikuwa ni cross examination na inaendelea. Kuanzia saa 3 tumefanya jukumu hilo vizuri. Mwenyekiti amefanya hiyo kazi, tulibreak mchana, lakini baadaye walirejea mahakama ili resume. Zoezi limeendelea mpaka takriban saa 11 kasoro. Baada ya hapo mahakama imeahirisha shauri hilo mpaka kesho, ambapo mahakama tena itaendelea kwa shahidi kuendelea kuulizwa maswali kulingana na ushahidi aliyoutoa. Kwa hiyo akimaliza hapo, akimalizana na shahidi huyu, basi Jamhuri wataleta shahidi mwingine. Pili, kachana na kesi ya mwenyekiti, naomba kuwafahamisha Watanzania kwamba baada ya jeshi la polisi kuendelea kumshikilia kinyume cha utaratibu mwenyekiti wetu wa Chadema wa wilaya ya Ubungo Ernest Mgawe, ni wilaya ya Kibamba naambiwa, mawakili wa chama pamoja na mawakili wengine wa kutoka baadhi ya asasi zinazotetea masuala ya haki za binadamu waliwasilisha maombi Mahakama Kuu, na nafurahi kuwafahamisha kwamba maombi hayo yamesajiliwa tayari. Mawakili wanashughulikia wito summons ya kumuita mkuu wa jeshi la polisi pamoja na watu wengine wanaohusika ambao wanaendelea kumshikilia mwenyekiti wetu wa chama kinyume na utaratibu, ili waje hapa mahakamani kuiambia mahakama ni kwa nini hasa wanaendelea kumshikilia Mgawe kinyume cha utaratibu, na au kwa nini hawamfikishi mbele ya mahakama ili aweze kujibu mashtaka kama kuna makosa anayotuhumiwa nayo. Pamoja na Mgawe wako watu wengine pia wawili ambao wameunganishwa kwenye hati hiyo. Yuko mtu mmoja ambaye anaitwa Innocent lakini kwenye mitandao wanamuita kama Kiduku, pamoja na dada mwingine anaitwa Frida. Wote hao watatu wako kwenye hiyo hati moja ya maombi ambayo imesajiliwa mahakamani hapa, na Mwenyezi Mungu akipenda kesho wito ukatolewa, basi tutatoa pia update na muendelezo wa jambo hilo litakuwa limefika wapi. Asanteni sana. Hey.